vyepesi kuona ukombozi mkamilifu kwenye maisha ya mtu, kwa sababu hata baada ya Yesu kuingia ndani ya moyo wako, bado kuna kazi ya kufanya kwenye maisha yako. Bado kuna kazi inahitajika kwenye maisha yako. Nafahamu katika mwili wa Kristo kuna debate, japo si kubwa sana, lakini kuna debate ya baadhi ya watu wanaosema damu ya Yesu imemaliza kila kitu pale msalabani, kwa hiyo huhitaji ukombozi. Ukombozi ni utapeli na kuibiwa, huhitaji ukombozi. Ukishamwamini Yesu, damu ya Yesu ikiingia imemaliza kila kitu. Ni sawa, damu ya Yesu imekukomboa, damu ya Yesu imemaliza kila kitu, damu ya Yesu imetakasa dhambi, damu ya Yesu inatosha kumtajirisha mtu na kumbarikia mtu. Lakini ngoja nikwambie, je, hiyo damu iliyokutakasa tayari imemaliza kazi ya kukutajirisha? Kwa nini bado haujafanikiwa? Ni hiyo damu ndiyo itakayokutajirisha. Ni hiyo damu ndiyo itakayobadilisha na kubarikia familia yako. Lakini kuna kazi ya kufanya ya kuchonga mitalo, kwa sababu ulipoamini ulichonga mtalo wa damu kuingia kwenye roho yako na kuondoa ile dhambi na kuleta uhuru kwenye maisha yako. Baada ya hapo kuna kazi ya kuchonga mitalo ili damu ingie kwenye familia, ingie kwenye maisha yako, ingie kwenye nyumba yako, ingie kwa watoto wako, ingie kila mahali, ili ipate kuleta ukombozi mkamilifu kwenye maisha yako. Hata hivyo, ingelikuwa tukiokoka yote yamekwisha, tulipaswa tufe twende mbinguni. Kwa nini bado unaishi? Kwa sababu damu bado ina kazi ya kufanya kwenye maisha yako. Ndiyo maana ukombozi unahitajika ili kuwaangusha wanaotakiwa kuanguka na kuwainua wanaotakiwa kuinuka. Kwa sababu hiyo unahitaji hiyo kazi ya msalaba iendelee kufanya kazi kila siku kwenye maisha yako. Ndiyo maana kama umechagua njia hii ya kumwamini Yesu, maanisha kweli kweli katika njia hii mpaka umeona kufanikiwa na kupenya kwenye maisha yako. Amenipatia mradi mkubwa sana wa ujenzi.